na kusema unastahili. Tuna furaha katika mioyo yetu Bwana kwa sababu ya kutuita Bwana katika ufalme wako. Maana katika hii dunia mafanikio ya kweli ni kumjua Yesu Kristo, na kujua baada ya maisha haya tutaishi pamoja nawe milele daima. Pokea sifa na shukrani kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana utusaidie kupitia neno lako, ili tuweze kufanana nawe, tuweze kukomaa, uweze kutunyakua. Tunajua kusudi la ujumbe huu Bwana ni kufanya muaminio aweze kukomaa na mwishowe aweze kunyakuliwa. Ninaomba usaidie kila mmoja wetu, ya kwamba ajilaze mbele zako kila wakati, ili uweze kutekeleza mapenzi yako yaliyo makamilifu katika moyo wake. Chunguza maisha yetu Baba, tusingetaka kuwa na hatia Bwana ndani yetu. Naomba ya kwamba utuchunguze mle ndani, ondoa kila hatia, tusamehe, tuoshe kwa damu ya Yesu Kristo, na utuvike haki Bwana, tuweze kutembea katika haki katika kizazi hiki kiovu. Ni asante Baba, tunasema unastahili. Ninaomba leo hii kupitia neno lako uweze kusema na moyo wa kila mmoja wetu na kutusaidia Bwana. Unajua kila mmoja anahitaji nini. Ninakualika Bwana katika hali yake ili uweze kumsaidia kwa namna zote. Na baada ya ushirika huu kufika mwisho, sifa na utukufu zikurejee wewe. Wale wagonjwa ninaomba uwanyoshee mkono wako wenye nguvu ili uweze kuondoa maradhi yote. Fanya hivi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka ni vitabu ambavyo viko karibu na mwisho wa Agano Jipya. Kuna nyaraka 3 za Yohana pale karibu na kitabu cha Yuda na Ufunuo. Sasa ningetaka tusome ule wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Unaweza kuona huyu mwandishi ni Yohana kwa sababu namna hii ya kuandika ni ile ambayo tunapata katika Injili ya Yohana. Ukisoma Yohana mlango wa kwanza, pale mwanzo kulikuwa neno, neno lilikuwa kwa Mungu. Unaona hapa huyu ni Yohana pia kwa sababu ya namna yake. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 3, lile lilokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeona, tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri nanyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Bwana aongeze baraka. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma mistari hiyo katika huo waraka wa Yohana, ningetaka kuongea juu ya umoja na Kristo ndilo jambo la muhimu zaidi. Umoja na Kristo ndilo jambo la muhimu zaidi. Oneness with Christ is the most important thing. Najua huwa tunasema hivi katika ujumbe, Mungu ni yule wa kuabudiwa. Nabii anasema kwa Kiingereza object of worship. Mungu ni yule wa kuabudiwa. Na sasa tumejua ya kwamba tulikuwa sifa ndani yake kabla ya misingi ya ulimwengu. Na ni wajibu wetu kumwabudu Mungu kila wakati. Ndio maana katika Yohana 4 Yesu anamwambia mwanamke Msamaria ya kwamba Mungu anatafuta watu hivi sasa ambao watamwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, kweli ni neno. Anatafuta watu ambao watamwabudu katika roho na kweli. Na katika ujumbe, nabii amehubiri jumbe 3 ambazo zinaongea juu ya mahali ambapo Mungu alichagua kwa ajili ya kuabudiwa. Kwa sababu Mungu angetaka kuabudiwa kila wakati, na hiyo ndiyo furaha yake, ni kuweza kuabudiwa. Na huwa tunasema ndani ya Mungu kulikuwa na mawazo. Mungu alikuwa na wazo la kuwa Baba, la kuwa Mwana, la kuwa hakimu, la kuwa mkombozi. Ni mawazo ambayo yalikuwa ndani yake. Alikuwa na wazo la kuwa mume,
kabla ya misingi ya ulimwengu, na ni lazima yale mawazo angeyanyosha na kuyatekeleza ili aweze kuwa ni kitu dhahiri. Kwa sababu nabii anasema neno ni wazo likiwa limetamkwa. Na wakati linatamkwa linaleta kitu dhahiri ambacho unaweza kuguza namna hii. Ndani ya Mungu alikuwa na sifa ya kuwa baba na alikuwa na sifa ya kuwa mume. Na unajua biharusi, ingawa anaitwa biharusi, bado ni watoto wa Mungu. Najua Mungu anaongea mambo mengi na inategemea unasema nini saa hiyo. Wale ambao wanaitwa biharusi bado ni watoto wa Mungu. Na hata ukichukua haya mambo mawili, useme Mungu ni mume, basi ni kusema ana mke, na angetaka yule mke aweze kuwa na ushirika naye. Mungu angetaka kuwa na ushirika na yule mke. Na hivyo ukisema sisi ni watoto wa Mungu, hivyo angetaka kuwa na ushirika nasi. Na pia sisi tukiwa mbegu za kiroho za baba yetu, Mungu akitaka tumwabudu, tuweze kuwa na ushirika naye na tuweze kumwabudu. Kusudi kuu kabisa la mwaminio ni hilo. Kuwa na ushirika na Mungu na kuabudu Mungu na kumuishia. Lakini mara nyingi unaona Wakristo wanakosa shabaha. Na unaona kila kitu ambacho watu wanadhamini sana ni vile tunaweza kupata nguvu ya kufanya miujiza. Tuweze kuwa na hii karama na ile karama nyingine pale na uwezo wa kufanya miujiza, na hapo tunaona ya kwamba tumeendelea sana kiroho. Lakini jambo la muhimu kabisa sio hilo. Si uwezo wa kufanya miujiza, ingawa tunaamini miujiza. Lakini ujue miujiza pia inaweza kufanywa na watu ambao wamekataa neno. Watu walio katika mapenzi ya kuruhusiwa wanaweza kufanya miujiza. Na ni mara nyingi waaminio tunafikiria ya kwamba wakati unaonesha hii karama ama ile karama, hapo ndipo Mungu anaonekana sana. Lakini Mungu anahitaji ushirika zaidi, anahitaji umoja naye na ushirika zaidi kuliko mambo mengine yote. Ningetaka tuone ya kwamba mpango wa Mungu si watu ambao wanaonesha nguvu zake lakini hawana ushirika naye. Huo sio mpango wa Mungu. Hebu tusome ujumbe hapa. Kimo cha mtu mkamilifu. Ningetaka tusome aya 136 mpaka 39. Kimo cha mtu mkamilifu, aya 136, 136. Nabii anasema hivi, you know in the old time when they used to make gold, unajua katika siku za zamani wakati walikuwa wanatengeneza dhahabu, they had the smelter to burn it out. Yule mfua chuma alikuwa kwanza anaichoma ili iweze kutolewa kwenye ardhi. They used to beat the gold out, beat the sludge out. Walikuwa wanaipiga hiyo dhahabu na kutoa uchafu, the iron and copper and stuff, yale mambo ambayo yalikuwa juu ya hiyo dhahabu ambayo yanaifanya kuchafuka. Anasema mambo hayo yanapigwa na yule mfua mpaka yanaondolewa, and just keep beating, na kuendelea kuipiga, turn it over na kuipindua na kuipiga. The Indians do that now, beating gold and they beat it. Anasema wale Wahindi wa Marekani wangali wanafanya hivyo. You know how they could tell all the iron was out of it. Unajua vile ambavyo wangeonyesha kwamba vipande vya chuma vimeondoka na ule uchafu mwingine wote. When the one that was beating could see his own reflection like a mirror in it, it was clean and clear enough till it reflected the beater. Ili wajue dhahabu uchafu wote umeondoka na imekuwa sawa, imesafishwa, ni wakati yule mtu ambaye anaipiga anaanza kujiona pale, kwa sababu kuna kitu kilikuwa kinazuia ajione katika ile dhahabu kama kioo, na ule ni uchafu. Na hivyo ndivyo ilivyo na maisha ya mwaminio. Mungu anataka kujiona, lakini Mungu hawezi kujiona ndani yako na ndani yangu wakati umejaa mambo ya kimwili. Mambo ya kimwili ndio yanatakiwa yapigwe mpaka yaweze kuondolewa, maana ni kizuizi cha Mungu kujiona ndani yako. Yakisha kuondolewa, Mungu anaweza kuona uungu wake ukiwa ndani yako. Na ndio sababu majaribu ni sehemu ya Ukristo.
Majaribu ni sehemu ya maisha ya mwaminio, kwa sababu Mungu angetaka kuona uungu ndani ya kila mmoja wetu. Nabii anasema that is the way God does. Anasema hivyo ndivyo Mungu anafanya. He takes the gold that he has found in the earth and he beats it. Anasema kuna dhahabu ambayo amepata huku katika dunia na anaanza kuipiga. Na hiyo dhahabu, kama unaweza kuangalia muktadha hapo, unaweza kuona dhahabu hiyo ni mwaminio. Ni yeye amekuita, na anakuita dhahabu kwa sababu unajua wewe ni chembe ya Mungu. Nafsi yako ni chembe ya Mungu. So hiyo chembe ni nini? Part of deity. Hiyo chembe ni sehemu ya uungu kwa sababu ni mbegu ya Mungu. Huwa tunasema DNA ama asili yake ni ile ya Mungu. Hiyo ndio dhahabu, na sio kila mtu alivyo hivyo, aliye hivyo. Wale watu wengi katika dunia unajua sio warithi wa uzima wa milele. Wengi sio warithi wa uzima wa milele. Lakini ana warithi wa uzima wa milele, na anasema hiyo ni dhahabu ambayo amepata kwenye dunia na anaanza kuipiga. Na sasa hii si dhahabu ya kawaida. Mwanzo wameleta ile ya kawaida iweze kuwa ni mfano, lakini dhahabu sasa ni wewe na mimi. Kupiga na kufanya nini? Ni kupitia majaribu. Unaona? Na haya majaribu Mungu alipanga kabla ya misingi ya ulimwengu. Akapanga vizuri sana. Akajua ukifika hapa utainama sana, na utaenda kama umeinama kwa inchi 15 na utahisi mpaka mifupa inataka kuvunjika. Tunaongea kiroho, na kisha nitakuleta mahali pengine palipopanuka sasa uweze kusimama. Na wakati unafika kusimama, wakati ulikuwa umeinama, kuna kitu ambacho nitatoa katika maisha yako ambacho hakifai. Ni Mungu amefanya hivyo. Amefanya regulation, ameweka kile kitu mahali pake, kwa sababu anataka kwanza akufue, akuondolee ule uchafu ambao unazuia Mungu aonekane ndani yako. Anaendelea kusema hivi, he beats it by the Holy Spirit. Anapiga hii dhahabu kwa njia ya Roho Mtakatifu, turn it over and over, beating it until he can see his reflection. Anapiga hii dhahabu mpaka aweze kujiona kule ndani. Si unaona William Branham vile alikuwa na shida nyingi. Mungu anamwambia, nitakuja kusoma baadaye, Mungu anamwambia nenda ukahubiri miongoni mwa Pentekoste. Mama mkwe anasema huwezi kwenda huko na binti yangu, hawa watu ni takataka. Badala ya kusikia Mungu, anaogopa mama mkwe. Sasa Mungu anakuja baadaye, anamuonesha boss ni nani. Boss ni nani? Anaua huyo mke, anaondoa huyo mtoto. Nabii anaona maisha hayana mwisho, hayana maana, anataka kujua. Anajaribu mara 2, inashindikana. Kwa nini? Ni Mungu anakuponda. Mpaka sasa mambo ya kimwili yaweze kuondoka, Kristo aweze kuonekana ndani yake, aweze kudhihirisha mwana wa Adamu hapa duniani. Na ni lazima Mungu awe na njia yake. Nipende nisipende, lazima Mungu awe na njia yake. Na ndio sababu ni vizuri sana kushirikiana na Mungu, ili hii kazi ifanywe kwa haraka kidogo. Kwa sababu vile ambavyo unakosa kushirikiana, mwendo unakuwa mrefu zaidi. Israeli, nabii anasema safari ya kutoka Misri kwenda Canaan ilikuwa safari ya siku 11, lakini kwa sababu ya kutokuamini, kutokushirikiana na Mungu, ikageuka siku 11 zikageuka zikawa miaka 40. Inakutegemea wewe vile ambavyo unaweza kushirikiana na Mungu. Unaona vile nabii alifanywa mazito hayo mpaka mwishowe Mungu aweze kujiona ndani yake. Kwingine anajaribiwa kupitia pesa, kwingine anajaribiwa ionekane kama atatumia nguvu ya Mungu vibaya, angamiza yule kijana wa kike na wa kiume ambao hawakuwa na nidhamu katika ibada. Unaona, bado alikuwa ni majaribu, na ni kuondoa kabisa mambo ya mwili ili Kristo aweze kuonekana ndani yake. Usifikiri mambo haya yalikuwa ya ndugu Branham peke yake kupitia hali ngumu, ni ya kila muaminio. Ni ya kila muaminio. Acha tusome hapo tuweze kumaliza. Anasema hivi 138, and that is what we are supposed to do, reflect the Son of God. Na hivyo ndivyo tunafaa kufanya, ni kuonesha mwana wa Mungu. And now we are supposed to do his work. Na tunafaa kufanya kazi yake. Nabii anasema, he that believeth on me, St. John 14:7, alisema yule ambaye ananiamini, he that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Yule ambaye ananiamini, na hapo namaanisha, alikuwa anamaanisha Yohana 14:12, kazi ambazo ninafanya atafanya kama hizo pia. You are beginning to reflect the works of Christ. Baada ya mambo ya mwili kuondolewa, hapo ndipo unaweza kuonesha kazi za Kristo. Mahali pengine katika huu ujumbe, nabii anasema mtu akiwa na karama za kiroho lakini hana zile sifa 7 za tabia ya Mungu katika pyramid, anakuwa kikwazo kikubwa sana, hasa kwa watu wasioamini. Maana wataona karama zikifanya kazi, lakini waone hakuna tabia ya kiungu. Unaweza kufanya watu watukane Mungu, waseme basi nguvu unayofanya kazi nayo ni ya shetani kwa sababu huna tabia ya Mkristo, na hapa tunaona miujiza, basi haikosi unatumia nguvu ya shetani. Unaweza kufanya watu watukane Mungu kwa sababu wataona karama, lakini wataona hakuna tabia ya kiungu, basi watasema ni nguvu ya shetani inafanya kazi. Na labda ni nguvu ya Mungu inafanya kazi. Unaona? Mtu ambaye ametiwa mafuta lakini hana tabia ya kiungu. Nabii anasema hasa ni kikwazo kikubwa sana kwa wasioamini. Wakati alienda Mishawaka mwaka 36 kwa mara ya kwanza miongoni mwa Pentecost, akaona karama zikifanya kazi. Kaona mtu mmoja anatumika sana kunena kwa lugha na mwingine anatafsiri. Lakini alipowakagua baadaye kupitia kipawa cha kiroho, akaona mmoja ni Mkristo, ni ndugu halisi. Na yule mwingine anasema alikuwa ni rafiki wa ajabu. Mtu ambaye alikuwa ameoa, ana mke na watoto 2, lakini ameacha mke, anaishi katika uzinzi na amepata watoto pia na yule mwanamke. Na hapa anatumika na Roho Mtakatifu. Sikia vile nabii alisema. Alisema, mwanzo nilifikiri nimekuja miongoni mwa malaika kwa sababu sijawahi kuona karama za Roho Mtakatifu zikifanya kazi, na hii ni ajabu sana. Sasa inaonekana nimekuja miongoni mwa malaika. Lakini wakati alienda akaona jambo hilo, akasema inaonekana mwanzo nilifikiri nimekuja miongoni mwa malaika, na inaonekana nimekuja miongoni mwa mashetani. Si unaona? Inaweza kupelekea mtu kukufuru Roho Mtakatifu ama atukane Roho Mtakatifu akiona unafiki katika mtu ambaye anatumiwa na Mungu. Ndio maana huwa nasema usitamani kuwa na karama brother sister kabla ya kuzaliwa mara nyingine. Na hiyo karama, uko na karama lakini uko nje ya mwili, haitakusaidia. Watu wataona uko na huu uwezo, uko na ule, lakini wewe mwenyewe haujaingia katika mwili wa Yesu Kristo. Haujadhibitisha wokovu wako, confirmation. Lakini hapa unatumia karama za Mtakatifu katika mapenzi ya kuruhusiwa. Hebu tuendelee kusoma hapo tuweze kumaliza, tusikwame. Inasema hivi 139 inasema, sikia shida mahali naingilia. But so many of us try to do the works of Christ before the reflection of Christ in us. Wengi wetu tunajaribu kufanya kazi za Kristo kabla ya Kristo kuonekana ndani yetu. Kabla ya Kristo kupata mamlaka ndani yetu, tunajaribu kufanya kazi zake. Now there is a trouble. Hapo ndipo shida iko. We find those things happening. Tunapata hayo mambo yakifanyika. You know it. Na unalijua. And I know it. Nami nalijua. We see these stumbles along the road. Tunaona kukwazika njiani. We find the scrap heap of ministers, of Christians, piled along the road is because they didn't go into it right. Yani tunaona rundiko la watu ambao walianguka barabarani katika hii safari, walishindwa na safari kwa sababu hawakuendea hili jambo kwa njia inayofaa. Hawa tunaona ni wahudumu walishindwa na safari, hawa ni Wakristo walishindwa na safari, wakijaribu kuonesha nguvu za Mungu lakini hawana tabia ya Mungu. Mapenzi ya Mungu si hayo. Unaona, wa Pentecoste na mwanamke wa kawaida wa dunia siku ya leo wanafanana. Siku ya leo kuna wanawake wengi sana wanataka kuolewa, si kwa sababu pale kuna mapenzi yoyote, lakini ni kwa sababu ya fedha za yule mtu. Unaona? Kwa hivyo ni wale wanaitwa gold diggers. Wako pale kwa sababu ya dhahabu. Yani angetaka mtu wa kumsaidia kifedha, lakini hapendi yule mtu. Na hiyo ni katika maisha ya kawaida, katika ulimwengu hivyo ndivyo ilivyo. Na makanisa ya siku ya leo, wa Pentecoste na wengine wako hivyo, wanataka karama za Roho Mtakatifu ziwapatie umaarufu
na waheshimike na watu na wapate pesa, lakini hawataki mwenye karama. Na hapo ndipo tunapata Mathayo 24 na mstari wa 24. Watu ambao wametiwa mafuta na Roho Mtakatifu lakini wako nje ya mwili wa Yesu Kristo. Nafsi haijageuzwa, hawajazaliwa mara ya pili, na huku wanaonesha karama za Roho Mtakatifu. Nabii akasema nini? Akasema ule ni upako wa Roho Mtakatifu, lakini yule mtu mwenyewe hajateuliwa uzima. Na wanafanya kazi katika mapenzi ya kuruhusiwa, na wako nje ya mpango wa Mungu. Na akasema kwa matunda yao mtawajua. Na akasema matunda ni kile wanafundisha katika majira hayo. Anasema kwa mfano katika huu ujumbe Mungu akijifunua, the unveiling of God. Anasema mtu akisimama pale na anafanya miujiza, na tumerejeshewa ujumbe, tunajua ukweli. Leo hii tunajua hakuna utatu. Tunajua Mungu ni moja, na yule mtu anahubiri utatu. Tunajua ya kwamba mwanamke hatakiwa kuwa mhudumu, minister, na yeye pale anasema wanawake wanaweza kuwa wahudumu wa Injili. Tunajua ya kwamba Hawa hakula tofaa katika shamba la Eden, na yeye anasema alikula tofaa. Anaamini mambo hayo ambayo ni kinyume na neno, lakini anaonesha nguvu za Roho Mtakatifu. Nabii anasema kaa mbali sana na hilo jambo. Yeye ni nabii wa uongo. Yeye si mtoto wa Mungu, lakini amemwagikiwa na Roho Mtakatifu aweze kuonesha ishara hapa na pale, lakini hawezi kukuletea neno. Ni mjumbe wa kifo, ni mjumbe wa mauti, is a messenger of death. Kwa sababu baada ya kuonesha karama, kile atakuletea ni mauti, kitu ambacho ni kinyume na neno. Balaam alikuwa ni mtu wa aina hiyo. Balaam angeweza kuonesha ishara za kiroho na hata kutabiri mambo ambayo yanatukia. Lakini wakati ilifika ni kufundisha katika convention ya Baal Peor, alileta uzinzi na ibada ya sanamu, akasababisha Waisraeli 23,000 kufutwa majina kwenye kitabu cha uzima na kufa kimwili. Mafundisho ya Balaam ndio yalichafua kambi ya Israeli. Nabii anasema unabii wa Balaam haukuwa na shida, maana unabii ilikuwa ni Roho Mtakatifu anahusika, lakini mafundisho ya Balaam sio Roho Mtakatifu alikuwa anahusika. Yalikuwa ni mafundisho ya Shetani. Na nabii anasema hiyo ni siri ambayo imefunuliwa wakati wa mwisho, na anasema ilikuwa ni muhimu sana siri hiyo ya watu wa mafuta wa uongo wakati wa mwisho ifunuliwe, biharusi asidanganyike. Biharusi asitatanishwe kuona watu walio na karama za Roho Mtakatifu na wako nje ya neno. Sasa wengi sana nabii anasema wanatafuta karama lakini hawataki yule mwenye karama. Wanawake wa dunia wako hivyo siku ya leo. Unaona mwanamke anashikana na mwanamume, hata labda wanaingia katika ndoa, lakini si kwamba anampenda, lakini angetaka msaada kutoka kwake. Lakini hampendi, lakini angetaka msaada, angetaka maisha mazuri, mororo na mambo kama hayo. Na hivyo ndivyo ilivyo na madhehebu. Wangetaka karama za Mungu ili waweze kuonekana ni watu wakuu miongoni mwa watu, wafanye miujiza na ishara, iwapatie umaarufu, waweze kupata pesa, makusanyiko makubwa, ufalme wa kibinadamu. Wangetaka mambo hayo. Lakini mwenye karama hawamtaki, maana mwenye karama ni neno la Mungu katika majira. Nabii anasema Kristo anafunuliwa katika neno lake mwenyewe. Ukisoma ule ujumbe uingie ndani, anasema ili uweze kuwa na Kristo, ili Kristo aweze kujifunua miongoni mwa watu, anafunuliwa katika neno lake ambalo alikuwa ameahidi kwa ajili ya wakati huo. Nikusema siku ya leo nje ya ujumbe wa Malaki 4 hakuna mahali Yesu anajifunua. Hakuna. Ili tuweze kuwa na Yesu ni kwa sababu ya ujumbe wa Malaki 4. Sasa hawa watu katika madhehebu yao hawataki ufunuo wa neno, na hapo ndipo Kristo anajifunua, lakini wangetaka karama zake. Wangetaka karama zake, lakini hawataki ushirika naye. Hivyo ndivyo ilivyo na mwanamke wa kawaida ambaye ni gold digger. Anataka vipawa kutoka kwa mwanaume, anataka msaada na hiki na gifts na kila kitu, lakini hampendi. Na hawana ushirikiano wa kweli, yuko pale tu. Huyo mtu ikifika mahali ya kwamba hana pesa tena, huyo ataondoka. Na akiondoka atatafuta mwingine ambaye anaweza kusapoti yale maisha yake.
Hivyo ndivyo ilivyo na makanisa, kwa sababu unajua mwanamke ni kanisa. Akiwa ni muovu anasimamia kanisa la ulimwengu. Akiwa ni mwenye haki anasimamia kanisa la Bwana Yesu Kristo. Mapenzi ya Mungu ni kuweza kuwa na ushirika nawe. Jambo la kwanza kabla ya kufanya muujiza wowote, Mungu anataka uweze kuwa na ushirika naye. Miujiza haina maana kama hakuna ushirika na Mungu. Kwa sababu utasifika miongoni mwa watu, lakini wewe mwenyewe mwishoni mwa dahari utawekwa katika dhiki kuu. Maana kama mtu hajazaliwa mara ya pili, hayuko ndani ya Kristo, yuko nje. Na hata akipata mvua akiwa nje na aonesha miujiza, mwishowe haitamsaidia. Atakuwa tu maarufu miongoni mwa watu, lakini mwishowe atapotea. Kile tunahitaji, na ndio sababu tulisoma waraka wa Yohana ya kwamba ushirika wetu tuko na ushirika na Baba na Mwana. Kile tunahitaji cha juu sana ni ushirika na Kristo. Ni umoja na Kristo, na huu ushirika unafanyika kupitia neno ambalo amefunua katika majira haya. Unaona vile nabii anasema katika huu ujumbe ambao unaitwa Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Anasema hivi sasa ile siri Mungu alikuwa nayo imeteremshwa na kuwekwa katika mioyo ya waaminio. Anasema Kristo sasa ananong'oneza siri zake kwa mke wake, whispering the secrets to the bride. Na anasema sio na wale wanawake wengine, ni huyu peke yake. Siri hizo ni nini? Ni neno la Bwana. Kwa hivyo mnashirikiana na Mungu kupitia neno ambalo amefunua. Neno ambalo amefunua ndio msingi wako wa kushirikiana na Mungu. Unajua bila hilo neno hatuwezi kushirikiana na Mungu, kwa sababu hata namna ya kukaribia Mungu huijui. You don't know the approach. Lazima kwanza akuambie Mungu ni moja, jina lake ni Bwana Yesu Kristo, unakuja kwa njia hii, unakuja kwa njia hii, ili uweze kuja mbele yake, uweze kuwa na ushirika naye. Lazima angeandaa njia uweze kumwabudu, na hiyo ni kwa njia ya kuleta neno. Nabii anasema hivi katika ujumbe mwingine, mabilioni ya Wakristo katika dunia hii, kama leo wanaenda mabilioni ya watu wataenda kanisani leo hii. Anasema wanaabudu shetani bila kujua. Unajua kuna mtu anaabudu shetani akijua mimi naabudu shetani, ndio maana na kunywa damu hapa ya binadamu na mambo mengine. Lakini kuna watu mabilioni ambao wanafikiria wanatumikia Mungu, wanaabudu shetani bila kujua, kwa sababu wanaamini kanuni za imani na sio neno. Wakati watu wanaenda kanisani kusema na tumeomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho, what is that? Wanaabudu shetani bila kujua, kwa sababu utatu huo ni shetani. Unaona? Lakini yeye hajui anaabudu shetani. Yeye ni mtu innocent, alienda kutafuta Mungu, lakini hakuna Mungu mahali pale. Ili sasa ukaribia Mungu na uweze kuwa na ushirika naye, lazima akuletee neno. Neno ni mapenzi ya moyo wake, akwambie mimi niko hivi, ninaabudiwa hivi, unanikaribia namna hii, this is how you approach me, uweze kuwa na ushirikiano naye. Na hicho ndicho Mungu anatamani sana, ni ushirika na umoja na uweze kutii neno lake. Ndio maana unaona katika huu ujumbe invisible union, muungano wa siri usioonekana ambao unaendelea sasa hivi baina ya bwana harusi wa mbinguni na bi harusi wa duniani. Nabii anasema mwanamke wa kiroho kusema kanisa, kuna mambo matatu ambayo ameamrishwa aweze kudumisha. Jambo la kwanza, adumishe roho katika maisha yake. Jambo la pili, adumishe neno, na jambo la tatu, maombi. Hayo yanaonyesha huyo ni mke wa mwanakondoo. Najua kudumisha roho inamaanisha ni Kristo akiwa ndani yako. Ni Kristo akiwa ndani yako. Na kisha Kristo anaongoza kanisa, anatoa instructions, analeta maelekezo kupitia neno lake. Lazima udumishe neno. Na ndio sababu katika huo ujumbe nabii anasema lazima usikie neno la Kristo juu ya maneno ya watu wengine wote. Si maneno ya watu wengine unafaa kusikia, ni neno lake Bwana wetu Yesu Kristo peke yake. Kwa sababu mke hawezi kusema ni mke wa mtu na hatii vile mume anasema. Maagizo hayo ya Bwana Yesu Kristo ndiyo neno lake. Tunatakiwa kudumisha neno lake na sio kutii mume mwingine. Ni kama mwanamke ambaye ameolewa lakini anasikia wanaume wengine, au akimwambia kitu anatii lakini mumewe akimwambia jambo hawezi kutii, huyo sio mke wa kweli.
huyo sio mke wa kweli, kwa sababu yeye ana mume mmoja na anatakiwa kusikia maagizo ya yule mume mmoja. Nasi tukiwa kanisa la Mungu aliye hai, ukose kusikia Bwana Yesu Kristo, lakini TD Jakes akileta filosofia yake pale, unasema ndio, hata unaweka like na unatumia wandugu wengine kwa WhatsApp, hapo kuna shida kubwa sana. Hiyo si sauti ya Bwana Yesu Kristo. Bi harusi anatakiwa kudumisha neno la Yesu Kristo katika kutii. Mwanzo amedumisha roho. Huo ni Kristo akiwa ndani yako, ambaye analeta umoja. Namba 2, Kristo ana maagizo, ana utawala, na utawala wake unapitia neno lake. Lazima bi harusi adumishe neno. Namba 3, bi harusi lazima adumishe maombi, kwa sababu maombi ni njia ya kuwasiliana na Mungu. Maombi ni kuwasiliana na Mungu. Maombi ni kuleta sadaka zako za kiroho. Na unajua Mungu anajibu, si one way traffic. Mungu anajibu pia. Unaona? Unaleta sadaka zako za kiroho, unaleta matoleo yako ya kiroho, unamwabudu Mungu, unamsujudu. Lazima tudumishe maombi katika maisha yetu. Yule ni mume wa kanisa, yule ni mfalme wetu. Kupitia maombi tunamwabudu, tunasujudu. Mambo hayo matatu ndio bi harusi anatakiwa kuwa nayo kabla ya kujaribu hata kuonesha kazi za Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu angetaka tuweze kuwa na umoja. Mungu ana haja na ushirika zaidi kuliko wewe ufanye miujiza. Na tunafikiri ukifanya muujiza hapo ndio mambo makuu yameonekana. Sio makuu kuliko kuwa na ushirika na Mungu. Nabii anasema hivi katika COD akiongea juu ya maskani ya Branham wakati alikuwa hai. Si sasa. Saa hii maskani ya Branham hata ilifungwa. Hakuna ibada zinaendelea, ilifungwa kabisa permanently. Waaminio wanakaa nyumbani, wanasikiza kanda. Lakini wakati nabii alikuwa hai, anasema ya kwamba hajawahi kwenda mahali ambapo roho wa Mungu unamhisi sana katika dunia yote kuliko maskani ya Branham. Na anasema si kwamba tuna karama nyingi, hili kanisa halina karama nyingi kama sehemu zingine. Kuna sehemu zingine ambazo wana karama kwa wingi sana. Kasema siongei juu ya karama hapa, naongea juu ya ubora wa roho inayofanya kazi hapa. The quality of the spirit which works here. Kwa sababu hiyo ni nini? Ni upendo wa kiungu ukiwa miongoni mwa waaminio. Anasema hatuna karama nyingi katika hili kanisa, lakini roho ambayo inafanya kazi hapa ndio iliyo na ubora. Sijawahi kuona ubora kama huo, na nimesafiri duniani mote na sijawahi kuona ubora kama huo. Kwa sababu kila kitu bi harusi anahitaji ni utu wa Yesu Kristo. Kabla ya kuonesha nguvu za Yesu Kristo na karama hii na karama ile, unahitaji utu wake, unahitaji kushikamana naye, muweze kuwa kitu kimoja. Nafikiri tunaona hayo. Si unaona hata katika ulimwengu, wasichana wale walio katika dunia siku ya leo wako na shida kwa sababu kile kitu wanatafuta ni pesa. Ndio sababu wanaitwa ni wa kuchimba dhahabu. Msichana akiona kijana wa kiume ameendelea sana, ana Mercedes, ana nini, angetaka kuwa rafiki naye. Angetaka kuolewa naye, si kwa sababu ya upendo, hakuna upendo, lakini kwa sababu ya hii mali. Wapentekoste wako hivyo. Wanatumia Mungu vibaya. Wanataka karama zake lakini hawamtaki yeye. Kwa sababu kama unataka Mungu, yabidi sasa uje kwa njia ya neno ambalo limefunuliwa. Lazima uamini neno hilo, na hilo neno ndilo hawataki kwanza. Unajua njia yetu ya kupitia sio hiyo, utafute karama lakini hakuna mshikamano na Kristo. Ni heri ukose karama zote ndugu, dada, lakini muweze kuwa moja na Yesu Kristo. Ujue mmeshikana na Kristo. Maandiko yametumia saa hiyo yale yaliyo katika Yohana 14:20 ambayo alisema siku hiyo mtajua niko ndani yenu, nanyi ndani yangu, nami ndani ya Baba. Ni heri uweze kuwa na hilo jambo kwa sababu huo ndio uzima, na huyo ni mke wa mwana-kondoo, na unahakikishwa kwamba utanyakuliwa. Kuliko kuwa na karama ukiwa nje ya mwili wa Yesu Kristo. Lakini pia unajua hiyo shida ya watu kutafuta karama nje ya kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu unajua kuzaliwa ni nini? Sio karama kama ya kunena kwa lugha. Kuna watu wanatafsiri vibaya pale mahali Petro alisema katika Matendo 2,
kila mmoja atubu dhambi zake na ubatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Akasema kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Namba 2, na utapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Ndio sababu sasa Wapentekoste wanasema, si unaona inasema kipawa yeye. Kwa hiyo inamaanisha ni kama kunena kwa lugha hivi. Maana inasema kipawa pale. Sasa wanasema lazima unene kwa lugha. Kipawa hicho kimesemwa hapo na Petro ili tujue una Roho Mtakatifu. Wanaposema hivyo ni kuonesha hawaelewi maandiko. Kipawa ambacho kimenenwa pale sio mojawapo ya karama za Roho. Kipawa ambacho kimenenwa pale ni token, ni utu wa Yesu Kristo. Hebu turudi hata nyuma kidogo. Yohana 3:16 ile ambayo watoto kwanza wanafundishwa wakiingia na Sunday school. Maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa. He gave, alipatiana. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni nini? Ni kipawa ambacho kimetolewa ili kiweze kuokoa walimwengu. Yesu mwenyewe alikuwa kipawa. Sio karama ya Roho Mtakatifu, alikuwa kipawa. Yeye ndiye anapatia watu zile karama, yeye ndiye chemichemi. Na Roho Mtakatifu wakati anaingia ndani yako, yeye mwenyewe ndiye kipawa. Si karama unapatiwa ya kunena kwa lugha ama kutabiri, unapatiwa uzima wa Mungu, Zoe. Uzima wa Mungu unaingia ndani yako. Na uzima huo unaingia katika nafsi, unateketeza ulimwengu, uzima huo unaingia kwenye nafsi yako. Hapo ndipo unaingia katika mwili wa Yesu Kristo. Lakini ukipata karama za Roho Mtakatifu na unatabiri na kweli utabiri wako unatukia na hujapitia utaratibu huo, wewe uko nje ya mwili, na hiyo shida iko pia miongoni mwa waaminio wa ujumbe. Nimewahi kupatana na ndugu ambao wanaenda vichakani na wanakaa pale, wanaumwa na mbu kila siku, kila jioni, kila asubuhi wakitafuta karama za Roho Mtakatifu. Lakini hawatafuti utu wa Yesu Kristo. Na baadaye kweli unaona karama zimetokea. Nasema hivyo kwa sababu nimepatana nao. Unaona karama zimetokea, wandugu wanatabiri, wananena kwa lugha na hata wengine wanatafsiri. Baadaye nabii wa uongo akipitia kwa kanisa lao, wanaamini uongo. Wanaamini uongo wakiwa na zile karama, kwa sababu karama haitazuia. Wanaamini uongo wakiwa na karama za Roho Mtakatifu kwa sababu hawakuwa na mwalimu wa ndani ambaye anaweza kukuongoza kwenye kweli yote, ambaye anaweza kukusaidia kupambanua huu ni uongo na huu ni ukweli. Wanachotwa na mwalimu wa uongo na wako na karama za Roho Mtakatifu. Na walifanya juhudi sana kutafuta karama hizo, walikuwa naenda kwa vichaka kutafuta na kufunga na kuomba, lakini walikuwa wameenda pale kutafuta karama, si utu wa Yesu Kristo. Najua hata ukienda kichakani na ufanye mambo hayo yote, lakini hutii neno, huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu Biblia inasema ni kipawa kwa wale ambao wanatii Mungu. Nabii anasema katika ujumbe pia ya kwamba ukitii neno kwa moyo wako wote kadri unavyolifahamu, basi umepata kibali cha kujazwa na Roho Mtakatifu. Unaweza kwenda siku 20 kwa kichaka, lakini hutii neno, utaweza kupata karama za Roho Mtakatifu, lakini sio utu wake. Lazima uje kwa njia ya neno ili uweze kupata utu wa Yesu Kristo, kuzaliwa mara ya pili. Naangalia hapa kizazi cha Laodikia, na ndicho kinaitwa kizazi cha Wapentekoste. Wapentekoste ndicho kizazi cha Laodikia. Kama vile ambavyo tunasema kizazi cha Methodist ni wakati wa John Wesley. Kizazi cha Waluteri ni wakati wa Luther. Laodikia ni Pentecost. Ingawa katika Pentecost ama Laodikia, yale madhehebu ya zamani ambayo yalianzia wakati wa kina Wesley unayapata pia huku, lakini kizazi chenyewe hiki kilianza kikiwa cha Kipentekoste. Na hiki kizazi tunajua walirejesha kitu gani? Luther alirejesha imani katika neno, katika msalaba. Wesley alileta kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, kufanya waaminio watakatifu. Wapentekoste wakarejesha karama za Roho Mtakatifu. Nguvu inamiminwa waweze kudhihirisha karama za Roho Mtakatifu. Nabii anasema wakati ambapo Mungu alianza kutuma karama ndani ya kanisa, ni kama msichana akitumiwa vipawa kabla ya kuolewa. Anasema hivyo. Lakini hiyo sio ndoa. Akitumiwa vipawa na mwishowe akatae kuolewa, atasalia tu na vipawa.
lakini hana mwenye vipawa. Anasema wakati Mungu alianza kutuma karama, kaanza kutuma karama za Roho Mtakatifu miongoni mwa Pentekoste, alikuwa anaonesha kwamba ndoa ya mwanakondoo na biharusi inakaribia, lakini ile si ndoa, zile ni karama. Anatumia yule msichana karama wa Pentekoste, lakini ndoa haifanyiki wakati huo. Wengi sana walikataa mwaliko. Tunaweza kusoma Biblia tuone walikataa mwaliko. Nabii hata aliwekwa nje, na wakati nabii aliwekwa nje ni Kristo aliwekwa nje. Lakini wakati mihuri 7 inafunuliwa, huo ndio muungano wa bwana harusi na bi harusi. Kwa sababu unaona nabii anahubiri jumbe kama hizi wakati wa kuungana na ishara ya kuungana. Anaongea juu ya muungano usioonekana baina ya bi harusi wa duniani na bwana harusi wa mbinguni. Wakati mihuri 7 inafunuliwa, chini ya muhuri wa 7 kuna ndoa inaendelea. Hata nabii anasema tukitoka hapa tukienda mbinguni hatuendi kwa ndoa. Tunaenda kwa karamu ya ndoa, kwa sababu ndoa imefanyika hapa duniani. Kwa sababu ndoa ni wawili wakiungana wanakuwa kitu kimoja. One with Christ. Sasa tukitoka hapa tunaenda reception. Si kwa ndoa, ndoa inafanyika hivi sasa wakati wewe na mimi tunaungana na neno, unakuwa kitu kimoja na neno. Unaona? Kristo anashikamana nawe. Ndio sababu wakati nabii alihubiri huu ujumbe, kimo cha mtu mkamilifu, akasema huyu ndiye mtu atanyakuliwa. Na akasema huyu mtu mkamilifu namna hii, akiwa na kimo chote cha Yesu Kristo, atapatikana katika kizazi cha umilele cha kanisa baada ya mihuri 7 kufunuliwa. Tuko wapi siku ya leo? Tuko baada ya mihuri 7 kufunuliwa. Mihuri 7 imeshafunuliwa. Tuko baada ya ile mihuri 7 kufunuliwa. Alisema mtu huyo aliye na kimo hicho atapatikana hapo. Kwa hivyo ni katika majira haya. Na alisema hapo ndipo tutaweza kuona kazi kamilifu za Bwana Yesu Kristo, hata uwezo wa kuumba. Baada ya kuwa moja na Kristo, hapo ndipo unaweza kuwa na ule uwezo wa kuumba. Wengi wanataka waumbe msongareli pale na jambo lingine kama hilo bila kuwa na kile kimo. Mungu hajapanga hivyo. Mungu amepanga kwamba kwanza muweze kuwa mmoja na Kristo. Ukisha kuwa mmoja na Kristo, kazi za Bwana Yesu Kristo zitakufuata. Sasa ni wakati wa ndoa, na katika ndoa nabii anasema kwanza unaoshwa na damu ya mwanakondoo ili kuondolewa hatia zote. Mafundisho ya uongo yanaoshwa, kanuni za imani zinaondolewa, unaoshwa na damu ya mwanakondoo, na kisha unazaliwa mara nyingine, ni kusema analeta uzima wake ndani ya nafsi yako. Na hapo ndipo unaanza kukomaa na kuonesha zile sifa za Yesu Kristo. Na ukikomaa hapo ndipo unaweza kuonesha kazi za Bwana Yesu Kristo kwa njia kamilifu. Ukionesha karama moja hapa na pale na hujazaliwa, unafanya kazi katika mapenzi ya kuruhusiwa. Na Mungu hataki mapenzi ya kuruhusiwa, anataka mapenzi makamilifu kwa ajili ya kila muaminio. Nafikiri unaona jambo hilo, ya kwamba wengi sana wako mbioni kufanya kazi za Kristo bila kuwa na utu wake. Tumesoma hivyo. Bila kumwangaza Kristo, bila kuwa na Kristo, bila kuwa na kimo chake, lakini watu wanataka wako mbioni kufanya kazi za Kristo. Huo ni Pentekoste. Huo ni Pentekoste. Kuna mhubiri mmoja hapa town ambaye alienda kwenye mapango, akafunga kula na kunywa wiki 3 wakiwa watu wawili. Sitaki kutaja jina lake, sio vizuri. Na akaonekana na watu huko ameachilia ndevu nini, na alikuwa mchafu. Baada ya kutoka hapo, akanyoa ndevu, akaoga, akaja kanisani. Na hiyo Jumapili akawa na ujumbe ambao ulikuwa unaitwa uwepo wa Mungu. Wakati anahubiri ujumbe huo, kabla ya kumaliza ujumbe, mwanamke mmoja akainuka, akaanza kuleta utabiri wa moja kwa moja. Kasema, na huo uwepo wa Mungu ambao mtumishi wa Mungu ameongea juu yake, mnaenda kuona sasa. Wakati huyu bwana alianza kuomba, kanisa lote likaanguka, slain in the spirit. Wote wakaanguka, wakapoteza ufahamu kwa dakika 30. Na wakati waliamka hakuna mtu alikuwa na ugonjwa. Magonjwa yote ambao walikuwa nayo, hata yale yanaitwa hard cases, yalikuwa yameisha. Haikuchukua muda, huyo mtu alipatikana bedroom ya mtu mwingine.
alipatikana bedroom ya mwanaume mwingine pamoja na huo upako. Sasa ukitafuta upako nje ya kuzaliwa mara ya pili, mambo kama haya ndio yanatokea. Kile tunahitaji kwanza ni kupitia huu ujumbe uweze kuwa mmoja na Kristo. Na uweze kukomaa, uzaliwe uweze kukomaa, na unakomaa wakati unalishwa neno hilo hilo. Unajua ukizaliwa mara ya pili na hulishwi neno, utasalia ukiwa mtoto, utadumaa. Nabii anasema huyo roho ambaye imeingia ndani yako anahitaji neno. Ili uweze kukomaa, uweze kuwa na kimo cha Kristo, uweze kufanya kazi zake. Na kazi zake siku ya leo sio kudhamiria. Ni Yohana 5:19, sifanye kitu ila kwanza nione Baba akifanya, na kile ambacho Baba anafanya watoto wake wanafanya hicho. Si kwenda hospitali hapa kuu ya region hapa, na unaenda kwa kila ward ukisema mkeni nyote, niko hapa, mimi ni mwana wa Mungu aliyedhihirishwa. Si mambo kama hayo wa Pentecoste. Yesu alienda akapata halaiki ya watu na aliponya mtu mmoja, kwa sababu hayo ndio yalikuwa mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio huduma ya biharusi. Kwa sababu watu wanafikiri ukienda uambie watu wote katika barabara viwetu wainuke waende, hapo Mungu ameonekana sana. Hakuonekana kama sio mapenzi yake. Nabii anasema basi naonesha kwamba Yesu hakuwa na huruma. Anaponya mtu mmoja, anaacha hiyo halaiki yote. Huruma sio vile tunafikiria kama binadamu. Nabii anasema huruma ni kufanya mapenzi ya Mungu. Sio kuponya kila mtu katika dunia, ni kufanya mapenzi ya Mungu. Na nabii anasema Mungu alimuonesha Yesu kwa ono, anataka kuponya mtu mmoja pale, aache hao wengine. Hiyo sio kukosa huruma. Lazima tuongozwe na Bwana. Wale wote ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu ndio wana wa Mungu. Haleluya. Wacheni tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tunaenzi jina lako na kusema unastahili. Na Mungu wetu, ni wewe umetutembelea kizazi hiki ukatupa neno ili tuweze kujua namna ya kusimama. Neno hili lina uwezo wa kusimamisha muaminio asiwe na hatia na aweze kuwa mkamilifu, afanane kikamilifu na Bwana wetu Yesu Kristo. Tusaidie Baba, mioyo yetu ifunguke ili tupokee Kristo kwa utimilifu wake, na uweze kuhuisha neno, na utusaidie kukomaa, na utusaidie kujitwalia kimo chako. Asante Mwenyezi Mungu, ni sisi unategemea tukudhihirishe katika majira haya, ila sisi kama binadamu hatuwezi. Tusaidie kushirikiana nawe ili uweze kujionyesha ukiwa katika miili hii yetu. Ninaomba kila mmoja umsaidie Bwana, kwanza ajitwalie utu wa Yesu Kristo katika moyo wake, na hiyo ni kuzaliwa mara ya pili, aingizwe katika ule mwili wa siri, ili tuweze kutoka hapo kufanywa washirika wa ile tabia ya kiungu. Asante Mwenyezi Mungu, ninaomba rehema zako juu ya kila mmoja wetu. Tuna udhaifu kwa njia kubwa, lakini ninaomba ya kwamba ukashuka ili usaidie kila mmoja wetu. Tuondolee udhaifu Bwana, na ulete ukamilifu mahali pake. Asante Baba, tusaidie kudumu na kuishi katika mapenzi yako yaliyo makamilifu, na utusaidie kupenda neno lako Bwana kuliko kila sauti ambayo inanena hapa duniani siku ya leo. Mwenyezi Mungu, tusaidie kuwa waaminifu na tudumishe yale mambo umetuamuru kudumisha kama kanisa la Mungu aliye hai. Mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako, ninaomba msamaha, na ninaomba utuoshe Bwana, tupake mafuta, tupake manukato Bwana. Hebu tukupendeze katika maisha yetu. Pokea sifa na shukrani. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.